Sifa za mwanaume halisi. Naitwa Mwalimu Pius Rubinda wa huduma ya Yesu Duniani Ministry. Naomba leo nikushirikisha somo hili ambalo litakusaidia mwanaume mwenzangu, lakini hata kama ni mama una mtoto wa kiume litakusaidia. Hata kama ni binti, najua utakuja kupata mwanaume mtoto wako wa kiume. Hizi sifa ni 5. Naomba ufuatane na mimi tuweze kudadavulia kila sifa kwa uzuri, na naamini Roho Mtakatifu atakupa kitu siku ya leo. Sifa ya kwanza ya mwanaume halisi, lazima akae kwenye uwepo wa Mungu. Ndio maana Mungu alipomuumba Adamu ilibidi amtengenezee bustani, akaita Edeni. Edeni maana yake ni mahali pa uwepo wa Mungu. Mwanaume ameumbwa kuishi kwenye uwepo wa Mungu. Mwanaume yeyote ambaye hakai kwenye uwepo wa Mungu, iwe ni askofu, iwe ni nabii, iwe ni mtume, mchungaji, mwinjilisti au rais au mtu yeyote yule mwenye cheo na asiye na cheo, kama hakai kwenye uwepo wa Mungu, anakuwa janga, kuanzia kwenye familia hadi kwenye jamii inayomzunguka. Leo hii tunaona vita ni wanaume wale wanapigana. Kwa sababu gani? Ni wanaume wamepewa nguvu, lakini hawawezi kuzitumia vizuri kwa sababu hawako chini ya uwepo wa Mungu. Haijalishi na dini yako nzuri, lakini kama ni mwanaume ambaye haukai kwenye uwepo wa Mungu, hautafanya mambo mema. Ile nguvu yako utaitumia kuua badala ya kuisha. Zile fedha ulizo nazo, kipato kizuri chonacho, badala kilete manufaa mazuri kwenye familia yako, kitakuangamiza na kukuharibu. Kwa sababu mwanaume ambaye hakai kwenye uwepo wa Mungu, adui au shetani ndiye anakuwa na influence kwenye matendo yake. Ndio maana ni muhimu sana kusisitiza watoto wa kiume kupenda mambo ya Mungu, kumpenda Mungu, kupenda kuwa na ushirika mzuri na Mungu, na ndipo atakapokuwa salama zaidi. Kwa hiyo sifa hii imebeba sifa zingine zote zinazofuata. Sifa ya pili ya mwanaume, lazima awe ni mwalimu mzuri. Mwanaume halisi lazima ajifunze kufundisha wengine. Unapomsoma Yesu kama mwanaume halisi, alikuwa ni mwalimu. Hata alipoacha wanafunzi wake, jukumu kubwa alilowafundisha, alilowaachia, aliwaambia katika Mathayo 28:19-20, enendeni mkawafanye watu kuwa wanafunzi. Ukiwa mwanaume ambaye huwezi kufundisha, unapoteza ushawishi kwa mke wako, kuanzia kwenye ngazi ya familia hata kwenye jamii uliopo. Hata mambo unayoyafanya hayatafanikiwa. Mwanaume anaweza kuelewesha watu vizuri, kuelekeza watu vizuri, kuwa na ushawishi mzuri, na anakuwa na matokeo. Hata kila anachokifanya, kama ni kazi yake, inafanikiwa vizuri. Kwa hiyo ndio sifa ya pili ya mwanaume. Kwa lazima mwanaume unayenisikiliza leo, jifunze kufundisha familia yako, watoto wako, kila unachokiamini, kila unachokielewa, kila ambacho unajua ndicho sahihi kwenye maisha haya. Wakati Mungu anamtafuta Ibrahimu, nilikuwa nashangaa kwa nini Mungu amchague Ibrahimu, asichague wanaume wengine akatengeneza naye agano. Ukisoma vizuri, Biblia inasema kwamba ilifika mahali Mungu akaelewa kwamba Ibrahimu ana element nzuri ambayo kupitia hiyo anaweza kuwafundisha watoto wake au uzao wake kumshika Mungu. Kwa lazima hata wewe mwanaume unayenisikiliza, lazima ujifunze kuwafundisha watoto wako, familia yako na jamii inayokuzunguka yale mambo ambayo ni sahihi kuhusu Mungu. Na wewe mwanaume ambaye haujamjua bado Mungu, haujaokoka, haujamwamini Yesu, leo ninakukaribisha kwa Yesu, kwa sababu hakuna zuri utafundisha nje ya Kristo. Hakuna jema utafundisha linaloweza kuleta uzima kwenye jamii au kwenye familia yako nje ya mafundisho ya Kristo. Kwa hiyo mpokee Yesu leo, naamini utakachowafundisha wengine kitakuwa ni uzima zaidi. Sifa ya tatu ya mwanaume, lazima awe na uwezo wa kuringa. Yohana 17, Yesu anapoomba anamwambia Baba, wale ulionipa nimewalinda kwa jina lako. Kwa
sifa ya kwanza au nguvu mojawapo ambayo mwanaume halisi anakuwa nayo ni ya kulinda. Ndio maana Mungu ametupa misuli, wanawake kawapa mambo tu ya kawaida. Kwa nini? Kwa sababu ile ni character kiroho kwamba mwanaume ni mlinzi. Kwa mwanaume unanisikiliza, linda watoto wako, linda familia yako, linda kazi zako, linda maono yako. Ukishindwa kulinda maono ulio nayo, kuna wanaume nje watakupa maono yao. Haleluya. Sifa nyingine ya mwanaume lazima afanye kazi. Si kazi ya kuajiriwa, bali lazima awe na jambo ambalo anajishughulisha nalo. Mimi ni mwalimu, nafundisha neno la Mungu, lakini pia na mambo mengine ya kiroho, ndoto, unabii na vitu vingine. Hiyo ni kazi, na kupitia hiyo Mungu huwa ananipa riziki. Bwana asifiwe sana. Lakini pia ninachunga watu. Bwana asifiwe sana. Kwa lazima mwanaume uwe na ufurahi, uwe na jambo ambalo linakushughulisha, na kupitia hilo Mungu huachilia riziki, na kupitia hiyo riziki ndipo unapoweza kutunza hata familia yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kijana unanisikiliza, ni kweli yamkini unaweza kukuta hauna ajira, lakini ndani yako una uwezo, ndani yako una talanta ambayo Mungu amekupatia. Lazima itumie hiyo kusevu katika jamii, na kupitia kujitoa kwako ndipo unapopata riziki. Mungu anakubariki na unaweza kutunza hata wale walioko nyuma yako. Mwanaume lazima ujivunie kulisha watu. Haleluya. Kupitia kazi unaifanya. Yesu alikuwa anafanya kazi ya kuponya, kufungua watu, kufufua watu na kuwaelekeza watu njia, kweli na uzima wa Mungu aliye hai. Na kupitia ile kazi Yesu alikuwa anapata riziki na anawalisha watu. Kulisha wanafunzi 12 kwa miaka 3 sio kazi ndogo. Bwana asifiwe sana. Kwa na wewe mwanaume lazima ujivunie kuwalisha watu. Kuna mahali pengine pia Yesu katika kazi zake alizokuwa anazifanya alikuwa anaweza kulisha mpaka maelfu. Kwa hiyo ni sifa mojawapo ya mwanaume kulisha wale ambao wako pamoja naye. Lisha mke wako, tunza watoto wako, wahudumie. Hiyo ndio sifa ya mwanaume. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sifa ya mwisho ya mwanaume halisi ana uwezo wa kutengeneza watu walioko pamoja na yeye. Ana uwezo wa kutengeneza watu ambao wanafanana na yeye. Yesu alipokuja duniani hakuwepo mtu mwingine ambaye anafanana na yeye. Kwa Yesu ilibidi atafute ni watu 12 na zaidi, akaanza kuwatrain na kuwafundisha. Na mwisho tunaona anaondoka duniani, anawacha mitume 12 ambao walikuwa na uwezo wa kufanya kama yeye na zaidi ya yeye. Kwa sifa ya kwanza mwanaume lazima uwe na uwezo wa kutengeneza watu ambao wanaweza kusimamia maono yako, kazi yako, biashara, nyumba yako, hata wewe usipokuwepo. Tengeneza watoto wako, tengeneza mke wako, tengeneza watu, jamii iwe na uwezo wa kuwa kama wewe. Hata unapoondoka duniani, kile ambacho Mungu amekupa kukifanya kiweze kuendelea kubaki na kiendelee kuweza kukua na kufanya vizuri. Na kutakia utimizaji mwema wa haya anayokufundisha. Mungu akubariki kwa kunisikiliza, na kutakia baraka njema na neema ya Mungu iwe juu yako. Uendelee kuwa mwanaume ambaye ni halisi, ambaye anaweza kuwa baraka katika jamii alionayo. Mungu akubariki sana. Amen.